Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba usikubali kichwa muulize Mungu. Usikubali kichwa muulize Mungu. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usikubali kichwa muulize Mungu. Tupo kwenye nyakati ambazo ni za hatari. Paulo anasema kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Tuko kwenye nyakati ambazo waigizaji wako wengi, pretenders wako wengi. Tunahitaji msaada wa Mungu kujua yupi ni mtu sahihi na huyu kitu anachoniambia ni cha kweli ama ni cha uongo. Usikubali kichwa muulize Mungu. Mungu ndiye anayejua mioyo ya watu. Wakati Yuda alipouawa, wanafunzi walipokuwa na tafuta nani atakayechukua nafasi ya Yuda, maombi yao yalikuwa hivi kwamba Mungu unayejua mioyo ya watu, tuonyeshe kati ya huyu ni yupi uliyemchagua. Anayejua mioyo ya watu. Wewe hujui mioyo ya watu. Samuel alipoenda kwenye nyumba ya Yese, alikuwa anaangalia kwa jinsi ya kibinadamu, na Mungu akamwambia, wewe Samuel unaangalia muonekano wa nje, lakini mimi naangalia ndani. Kwa ni vema kumshirikisha Mungu anayejua mioyo ya watu. Ni vema kumshirikisha Mungu anayemjua kila mtu. Kila mtu. Wewe ni rahisi kuangalia kwa jinsi ya kibinadamu. Ni rahisi kumwamini mtu kwa jinsi ya kibinadamu. Na kwa jinsi ya kibinadamu. Alafu ukajikuta umeingia kwenye mikono sio salama. Ukajikuta unaharibikiwa kwenye maisha yako. Ukajikuta unaingia majani. Usikubali kichwa muulize Mungu kwamba hili jambo kweli linatoka kwako. Je, hiki kitu anachoniambia kinatoka kwako? Muulize Mungu. Muulize Mungu. Tunaposoma kwenye Yoshua 9:3-27 tunaona jinsi ambavyo Wagibeon walivyomdanganya Yoshua. Walipojua wana wa Israeli wapo safari wanakuja na sisi tutafuata kupigwa, ikabidi waje wajifanye ni watu waliotoka safari ya mbali. Mikate ilikuwa imechoka, nguo zao zimechakaa, na wakasema kwamba tumetoka safari ya mbali. Na Yoshua, maandiko yanasema unaposoma kwenye 14 yanasema kwamba Yoshua hawakutaka shauri kwa Bwana, hawakumuuliza Mungu, wakaweka agano na Gibeon kwamba watakuwa na amani nao. Baada ya siku 3 wakagundua kwamba ni watu ambao wako jirani tu. Hawakutoka mbali kama ambavyo wenyewe walivyosema. Usikubali kichwa muulize Mungu. Na maandiko yanasema kwamba hawakutaka shauri kwa Bwana. Hawakutaka kumuuliza Mungu kwamba hao watu waliokuja ni kweli wanatoka mbali. Ni watu wa namna gani? Ni kweli wanatoka mbali. Kwa walikuja wakatengeneza uongo. Wakatengeneza uongo kwa kuja na mikate ambayo inaonekana kwamba ni kama ya siku nyingi. Nguo zao zimechoka kwamba wametoka safari ya mbali. Maandiko yanasema hakutaka shauri kwa Bwana. Katika kila jambo taka kwa shauri kwa Bwana. Kumbuka kwamba Mungu ndiye anayejua mioyo ya watu. Kama ambavyo mitume walipoomba kwamba wewe Mungu unayejua mioyo ya watu, tuonyeshe kati ya huyu na huyu ni nani atakayechukua nafasi ya Yuda. Wewe Mungu unayejua mioyo ya watu. Mungu ndiye anayejua mioyo ya watu. Tumejaa ulimwengu ambao umejaa waigizaji wengi, pretenders wengi. Kwa ni vema kumuuliza Mungu. Ni vema kumshirikisha Mungu. Kwa usiliangalie jambo lolote kwa jinsi ya kibinadamu. Lakini pia tunaangalia Daudi. Wakati wa Filisti tunaposoma Samueli wa kwanza 23:7-29 tunaona mahali ambapo wakati ambapo Wafilisti waliivamia Keila, wakawa wanaiba nafaka, wakawa wanawanyanyasa. Na habari hizi zilipofika kwa Daudi pamoja na kikosi chake wakaenda kuisaidia Keila. Wakawapiga Wafilisti. Na kumbuka kwamba ule mji ulikuwa umezungukwa. Sasa habari zikafika kwa Sauli kwamba Daudi ameingia Keila. Sauli akakusanya kikosi chake akawahi ili amwahi Daudi kabla hajatoka kwenye lango. Kabla hajatoka amwahi akamvamia. Habari zikafika kwa Daudi. Maneno yakafika kwamba Sauli yuko amejipanga na kuja. Daudi ikabidi amuulize Mungu.
Akasema nimesikia kwamba Sauli anakuja na kikosi chake kunifuata. Je, hizi habari ni za kweli? Mungu akasema ni za kweli. Akauliza swali lingine la pili, hawa Keila, hawa watu ambao nimewasaidia kuwapiga maadui zao, je, watanikabidhi kwa Sauli? Akasema hao watu watakukabidhi kwa Sauli. Na ndipo Daudi alipoondoka pale akakimbia pamoja na kikosi chake. Wakatoka kabla Sauli hajafika. Lakini kwa jinsi ya kibinadamu, Daudi angeweza kufikiri kwamba hawa watu wenyeji wa Keila hauwezi kunikabidhi kwa adui yangu kwa sababu nimewasaidia kuwapiga Wafilisti. Kwa jinsi ya kibinadamu, angejiuliza kwa jinsi ya kibinadamu, Daudi inawezekana asingekimbia kwenye ule mji, angetulia kwa sababu angefikiri kwamba hawa Keila watakuwa upande wake. Lakini Mungu akakwambia atakapofika Sauli, hao uliowasaidia watakukabidhi kwa Sauli, watakukabidhi kwa adui wako. Na ndipo Daudi akaondoka. Usikubali kichwa muulize Mungu. Muulize Mungu. Lakini pia tunaona habari za Gideon. Gideon alipoinuliwa kuwa Waamuzi 6:36 mpaka 40, kwamba wewe utaokoa taifa la Israeli, utawapiga wana wa Israeli kama mtu mmoja. Malaika anamwambia inuka wewe shujaa. Akasema Gideon hakutaka kukubali kichwa. Akasema kama ni kweli wewe utakuwa Mungu, wewe ni Mungu na utakuwa pamoja na mimi, basi naomba manyunyu, umande udondoke juu ya hii ngozi, alafu eneo lingine lote liwe kavu. Mungu akafanya na hilo. Ngozi ikawa mbichi, alafu sehemu nyingine ikawa kukavu. Bado Gideon akataka kujiridhisha zaidi kwamba ikiwa wewe ni kweli kutoka pamoja na mimi, basi naomba sasa umande utokee nje, ngozi iwe chafu lakini ardhi ya pembeni iwe mbichi. Na hicho pia kikafanikiwa, ikawa hivyo. Gideon hakukubali kichwa. Alimuuliza Mungu, alitaka ushahidi wa kutosha kwamba ni kweli, nisije nikaenda kupigana na maadui zangu kichwa alafu nikapotelea huko. Usikubali kichwa, muulize Mungu. Muulize Mungu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kwamba tuko kwenye nyakati za hatari ambapo waigizaji wapo wengi. Kuna watu ambao watakuja kwako kama kondoo, lakini kumbe ni mbwa mwitu. Wamekusudia mabaya juu yako, wamekusudia kukuangamiza. Kwa ni vema kumuuliza Mungu. Usikubali kila mtu kichwa. Wapo mabindi ambao wamedanganywa, wameingia kwenye mabindi ambao wameokoka, wamedondokea kwenye mikono sio salama kwa sababu waliwakubali watu kichwa, walipoambiwa kwamba wameokoka, ambao kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, basi akamkubalia. Baadaye kwa wana, na ndivyo kaanza kushuhudia vituko. Usikubali kichwa, muulize Mungu. Taka shauri kwa Bwana. Yoshua kutaka shauri kwa Bwana, akafanya agano na watu ambao kutakiwa kufanya agano nao, lakini kwa sababu hakutaka shauri kwa Bwana. Usikubali kichwa, taka shauri kwa Bwana. Mungu akubariki sana kusikiza mafundisho haya. Ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Lakini pia washirikishe na wapenda mafundisho haya. Kumbuka tuko kwenye nyakati na hatari, tunamhitaji Mungu. Wewe unaweza kaangalia kwa nje, lakini Mungu anaangalia ndani ya moyo. Wako watu wengi ambao wanaonekana kama ni kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu, wamekusudia kukuangamiza. Usikubalie kila mtu kichwa, muulize Mungu. Taka ushauri wa Mungu, taka uongozi wa Mungu. Mungu akubariki katika jina la Yesu, jina lenye uweza. Amen.